Tuketi. Wapendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kama nilivyosema awali, siku ya leo tunakutana ili kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote aliyotujalia kwa mwaka mzima. Tunapofunga mwaka wa liturujia wiki ijayo, napenda kumwambia Mungu, kumwambia asante, na tunaungana na nabii Isaya katika kutaja wema wa Bwana kama sehemu ya shukrani yetu kwa yote aliyotukirimia kwa neema zake na kwa wingi wa wema wake. Katika mwaka mzima tumepita na changamoto mbalimbali kama mtu mmoja, lakini pia kama familia zetu, kama vigango, jumuiya, jimbo. Lakini tunajua tumepita kwa sababu Mwenyezi Mungu anatupenda na tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante. Mtume Paulo katika somo la pili, baada ya kutazama alipotoka na alipo sasa, alipokuwa wakati ule, na hasa kwa waamini wa kanisa la Korinto, alimshukuru Mungu, kwani kwa neema tu ya Mwenyezi Mungu waliishi maisha ya wokovu baada ya kuhubiriwa Injili. Anasema maneno haya tuliyosikia katika somo la pili: namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu kwa sababu ya neema ya Mungu iliyopewa katika Kristo Yesu, na kwa kuwa katika kila jambo mlitajirika katika yeye, katika maneno yote na maarifa yote, kama ushuhuda wa Kristo ulivyothibitika kwenu, hata hamkupungukiwa na karama yoyote. Haya ni maneno ya Mtume Paulo kwa Wakorintho, kumshukuru Mungu kwa namna alivyoona Injili iliyoenea miongoni mwa Wakorintho. Lakini pia tazama mbele waendako kwa matumaini makubwa. Wakorintho walitazamia kufunuliwa kwake Yesu Kristo, ambaye atawathibitisha hata mwisho. Nasi kama familia ya Mungu, jimbo hili la Njombe, tunatazama tulipotoka mwaka mzima na tulipo sasa, na tunatazama kule tunapoenda kwa matumaini makubwa. Kwa moyo wa shukrani tumshukuru Mungu, na kama tumefaulu ni kwa sababu ya neema tulizopewa na Mwenyezi Mungu kupitia Yesu Kristo mwanaye. Katika Injili Yesu alipatia mfano wa shukrani wa Msamaria kati ya wakoma wale 10 walikuwa wameponywa na yeye. Wakoma 10 walitazama nyuma walipotoka na walipo, waliona maisha yao ni uchungu kubwa, hasa kwa sababu ya kama huyo wakati ule na desturi zao. Wakoma walidhaniwa na jamii kuwa ni wadhambi. Hali hiyo ilipelekea kupata adhabu kubwa mno katika maisha yao. Hivyo walikuwa watu walioambiwa kuwa wametengwa na Mungu kwa kuwa ni najisi kutokana na dhambi zao au dhambi za familia zao, na hivyo hata jamii iliwatenga. Ukoma katika mazingira ya leo umewaunganisha, katika somo tulilosikia, umewaunganisha Wayahudi na Msamaria ambao walikuwa hawachangamani, hawezi kukaa pamoja, lakini wote ni wagonjwa aina moja, ugonjwa wa ukoma, na wote wanatendewa sawasawa. Ndio maana wako pamoja kama marafiki, kwa sababu wote wana shida inayofanana ya ukoma. Wanaungana pamoja na kwa sauti moja wakisema, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Rehema ni msamaha wa adhabu iliyotokana na dhambi. Wakoma wanaamini pia kuwa wamekuwa na ukoma kwa sababu wamepewa adhabu iliyotokana na dhambi zao. Ndio maana wanamwomba Yesu awarehemu, awasamehe dhambi zao. Yesu aliwaagiza waende wakajionyeshe kwa makuhani, kwani wao walikuwa na mamlaka ya kuchunguza watu wenye ukoma, na wakigundulika kuwa wana ukoma waliwaandikia hati ya kutengwa na jamii, na kama walipona waliandikiwa pia hati ya kupona na kurejeshwa katika jamii. Na ndio maana Yesu anasema, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Wakoma wote 10 waliponywa wakiwa njiani wakienda kujionyesha kwa makuhani. Kwa nini mkoma mmoja tu? Tena Msamaria ndiye aliyerudi kumshukuru Kristo
Yule mkoma Msamaria alitazama alipotoka katika maisha yake kama mkoma, anaona hali yake ya sasa jinsi alivyoponywa. Anaona ni vema, jambo la kwanza si kwenda kujionyesha kwa makuhani. Jambo la kwanza ni kurudi kwa Kristo kwa moyo wa shukrani na kumtukuza Mungu. Ndio maana anarudi na kuanguka miguuni pa Yesu na kumshukuru. Kwa nini wale 9 ambao ni Wayahudi hawakurudi kwa Yesu kama yule Msamaria? Naweza kuwa na hoja mbalimbali. Labda wale wakoma 9 walifuata maagizo ya Yesu kwamba alikwambia kwenda kujionyesha kwa makuhani, hebu tuendelee na safari. Labda pengine walikuwa na mashaka kama walikuwa na kweli, na pengine walidhani kwamba huenda kulikuwa umwi, na hivyo wanakwenda wanaendelea na safari yao, na kusikii kama walirudi baada ya kutoka makuhani. Lakini Yesu amelalamika juu ya wakoma 9 ambao hawakurudi kutoa shukrani kwa sababu walikuwa Wayahudi ambao walidai kuwa watu wanaofuata Mungu kiaminifu kuliko watu wengine kama yule Msamaria. Yesu alitegemea walikuwa wa kwanza kutambua Yesu ni nani, lakini huyu Msamaria pekee ndiye aliyetambua Yesu ni nani. Anatambua ukuu wa Yesu kuwa ni Mungu mwenye mamlaka kuliko makuhani. Sasa anaweza kwenda kwa makuhani, si tu kujionyesha kuwa amepona, lakini pia kuwaambia habari za Yesu ambaye ameponya na kuwa shahidi kwamba huyu ambaye aliambiwa na manabii kwamba atawafanya vipofu kuona tena na viziwi kusikia, viwete kutembea, wafu kufufuliwa na wenye kuponya wakoma kuponywa, yuko hapa kati yetu, kama tunavyosoma katika Injili ya Luka sura ya 7:22. Msamaria akathibitisha kuwa Mungu yuko karibu na watu wote, hata wenye ukoma. Hakuna sababu ya kutenga mtu kwa sababu ya ugonjwa. Ugonjwa unahitaji huduma, unahitaji kutibiwa, unahitaji ukarimu wa jamii. Anawagusa, Yesu anawagusa hata wakoma na kuwaponya. Hakuna tena tofauti kati ya wenye afya, wakoma na wakoma, wenye haki na wadhambi, Wayahudi na watu wa mataifa. Wote ni kitu kimoja, wote ni watoto wa Mungu. Msamaria anaweza sasa kuwaambia makuhani waachane na dini inayowatenga watu, watenganisha watu. Wokovu ni kwa ajili ya watu wote. Msamaria anatufundisha kuwa lazima tuwe watu wa shukrani katika maisha yetu. Tumshukuru Mungu kwa yote tunajaliwa, na hasa kuweka hai na kufanikisha katika mipango mbalimbali. Tunapofanikiwa katika mambo yetu, ni lazima turudi kwa Mungu kumwambia asante. Tumshukuru Mungu. Sisi kama jimbo la Njombe kwa mwaka mzima tulikuwa na ziara za kichungaji zilizofanyika jimbo zima kwa kuhakikisha kwamba safari hizi zilikuwa salama na kazi ilifanyika kwa mafanikio makubwa. Lakini tunaungana pamoja kushukuru Mungu kwa ziara za kichungaji katika maadhimisho ya masakramenti katika parokia zetu zote. Lakini tunashukuru Mungu, kulikuwa na kamati ya elimu za jimbo ambayo ilizunguka jimbo zima kwa ajili ya kuelimisha umuhimu wa elimu za jimbo. Wote wamerudi salama na shughuli hii imefanyika bila matatizo yoyote, na kulipa Mungu kwanza, kumwambia Mungu asante. Tunashukuru kwa namna pekee. Sasa tunashukuru Mungu, lazima tunashukuru na watu wengine ambao tunafanya kazi nao. Kwa nafasi hii nipende kuwashukuru kwa namna pekee kamati ya elimu za jimbo iliyopita katika parokia zetu zote, kama nilivyosema, kwa ajili ya kuelimisha mchango wa elimu za jimbo katika jimbo letu. Tunashukuru kwa sadaka zao, tunawashukuru kwa matoleo yao, lakini tunashukuru kwa kuwapokea katika parokia zetu na kuwapa ushirikiano mkubwa. Tunamshukuru Mungu kwa kila Mkristo katika jimbo letu aliyechangia kwa moyo wa ukarimu kutekeleza hili. Tunamshukuru Mungu, na kwa namna pekee tunashukuru maparoko wetu na kamati za parokia zetu ratibu kutekeleza jimbo katika parokia zao. Nyote tunatenda kwa moyo wa unyenyekevu mbele ya Mungu kusema asanteni sana. Nia ya kutekeleza jimbo ni kuliwezesha jimbo kufanya uchungaji wa jimbo zima kwa ufanisi mkubwa, lakini pia kuandaa mapadri wetu wa kesho. Kujua ni lazima tuwalipie gharama za masomo yao, changia pia uendeshaji wa chuo chetu
matunda, lakini pia kituo chetu cha malezi na kwa malezi pale Kifanya tunao wajibu pia kukuza mapadri wetu walio wagonjwa. Tutapata wapi fedha kwa ajili ya yote haya? Tunategemea ukarimu wenu, moyo wenu wa ukarimu utatusaidia kutimiza malengo yetu haya. Kwa hiyo ndugu zangu, yote haya yanategemea ukarimu wenu, na mwakani tunawaahidi tutawatumia maelezo ya matumizi ya kutengeneza jimbo kama ilivyotajwa hapo juu. Sasa wahasibu wetu wataandaa taratibu, lakini pia na bajeti ili kamati ya fedha jimbo iweze kupitia na kupitisha. Ninapenda kuwashukuru nyote, na hasa kwa namna pekee sasa katika nafasi hii ninawashukuru pia watendaji katika ofisi ya askofu, katika parokia zetu, watendaji wa huduma mbalimbali, na nyote asanteni sana. Tunapenda pia katika nafasi hii, kama nilivyosema awali, kumshukuru Mungu kwa zawadi ya wanakwaya wetu ambao wanaadhimisha jubilei yao ndani ya jubilei kuu. Wamekuwepo katika kituo cha Nazareti kwa semina ya siku kadhaa kufunza mambo mbalimbali, lakini hasa kuhusu utume wao wa kumtukuza Mungu, kuongoza katika liturujia kwa njia ya nyimbo. Na leo hii tunaadhimisha pamoja nao jubilei hiyo ambayo kwa kweli tumekumbuka siku ya Yesu Kristo Mfalme. Muona tuko wengi hapa, tushirikiane nao pamoja, tumshukuru Mungu pamoja nao. Ninaomba nitumie nafasi kwa shukuru sana kwa jimbo zima hili na wale waliobaki katika parokia zetu kwa utume wenu. Sisi tumeona matoleo yenu makubwa katika kila parokia, Jumamosi au Ijumaa. Lazima unajua hawa ni kanisa Katoliki, kwa hiyo unakuwa yako kwenye mkono fulani unajiandaa, na hata ukija hapa jioni kuanzia saa 10 anga la Njombe hapa, kama tunakaribia sherehe kama za Pasaka, Pentekoste au Kadrisha, anga la Njombe linakuwa nzuri sana. Tunafikiria kwa mbeleni kuona namna gani tupate mahali pazuri pa kujiandaa kwa ajili ya nyinyi kwaya ya kuzini. Kule mazingira sio mazuri, lakini tunawawacha nyuma ya nyumba ya padre na vijana wa chekechea Joseph wako hapa Kumbi na pia hapa hapa chini. Unaona kila kundi kwa muda wa ni